Naam, karibu tuangaze habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe. Kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys kinatarajia kushuka dimbani kesho kuvaana na Misri katika mchezo wa nusu fainali ya michuano ya AFCON chini ya miaka 17. Serengeti Boys inaelekea mchezo huo huku ikiwa imejihakikishia nafasi ya kufuzu kombe la dunia litakalofanyika mwakani nchini Qatar, ambapo afisa habari shirikisho la mpira wa miguu Tanzania Clifford Ndimbo amewashukuru wadau na mashabiki kwa kuwezesha timu hiyo kufanya vizuri na kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania. Tayari timu hii imeshafuzu kucheza kombe la dunia 2026 kule Qatar. Kusema kweli, mafanikio makubwa ambayo tumeyapokea kwa furaha kubwa sana. Lakini pia tuwashukuru wadau mbalimbali ambao tumekuwa tukishirikiana nao kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba maendeleo haya ya mpira wa miguu yanaendelea kupatikana pamoja na mafanikio haya. Tunashukuru serikali chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Amekuwa bega kwa bega nasi, amekuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha katika eneo hilo la mpira wa miguu, lakini pamoja na mambo mengine. Lakini pia vile vile wadau wengine mbalimbali, vyombo vya habari pia mmekuwa sehemu kubwa ya kuhakikisha kwamba wote kwa pamoja tunapiga hatua. Tunaamini kwamba timu zetu mbalimbali zitaendelea kufanya vizuri kuhakikisha kwamba bendera Tanzania inaendelea kupepea vyema. Sio kazi rahisi, sio kazi ndogo, lakini tumekuwa na mikakati mikubwa katika soka la vijana kuhakikisha kwamba linaendelea kuwa sehemu ya kuboresha mpira wa miguu kuelekea mpaka ngazi za juu. Ikiwa zimesalia mechi 5 kabla ya ligi kuu soka Tanzania bara kumalizika, wachambuzi wa soka wametoa maoni yao kuhusiana na mbio za ubingwa, huku vilabu vya Yanga na Simba vikipewa nafasi kubwa katika mbio hizo. Tupate kusikia maoni ya wachambuzi. Kitazama kwenye mechi takriban 5 za mwisho, fomu ya kila moja bado imeendelea kuwa nzuri, ukiondoa kwa Yanga kwamba kuna mechi ambayo walipoteza hapo juma, lakini wamerejea kwenye fomu yao ile ambayo kila mtu alikuwa anaifahamu, na wakiwa wanaongoza ligi wanaweza wakawa wanapewa nafasi kubwa, lakini bado kwa ushindani ambao upo, aina ya mechi ambazo wamezibakiza mpaka msimu utakapofikia tamati, kuna sehemu unapaswa kuapproach hizo mechi kwa umakini. Mbio za ubingwa zipo zaidi kwa timu mbili ambazo ni Young Africans pamoja na Mnyama Simba, lakini mpaka hivi sasa zikiwa zimesalia mechi 5, Yanga ana faida kwa sababu amemzidi Simba alama 2. So Young Africans anahitaji kushinda mechi zake zote 5 ambazo zimesalia ili ajihakikishie nafasi ya kuwa bingwa, lakini Simba anahitaji kwanza kushinda mechi zake huko akimwombea Young Africans adondoshe alama kwa kutoa sare au kupoteza mchezo, kitu ambacho kwa Young Africans hatamani itokee hivyo. So nafikiri mbio zipo kwa timu hizo mbili, lakini Young Africans kwa sababu yupo juu ndo ana nafasi kubwa kuwa bingwa msimu. Simba anahitaji Yanga adondoshe alama ili ajitengenezee mazingira mazuri ya kuwa bingwa. Ni msimu bado mgumu sana kwa timu zote mbili, na ninachoamini zaidi, yote anaweza akachukua ubingwa. Atakayechukua ubingwa ni yule ambaye atakwenda kutumia vizuri mechi zake zote kwa kushinda na kupata alama 3. Atakayekosa ubingwa ni yule ambaye ataangusha aidha mechi moja kwa sare au akafungwa, atakosa ubingwa. Yanga ameshikilia usukani, lakini anafukuzwa kwa ukaribu sana Simba Sports Club. Kikubwa zaidi ni kwamba zimebakia mechi 5 ambazo pengine chochote kinaweza kwenda kutokea. Mfano kama Yanga ki drop points, maana yake Simba anaweza akaanza kuongoza ligi au wakatai kwenye point. So mpaka sasa hivi tulipofikia, nadhani kwa upande wa Yanga wanatakiwa wajitahidi, kama wanaweza kashinda mechi zao zote, wakipoteza alama maana yake itakuwa ni ngumu. Mafunzo ya walimu wa michezo kutoka shule za msingi na sekondari za mikoa ya Katavi, Kigoma na Tabora yanaendelea mjini Mpanda mkoani Katavi yamezidi kupamba moto, huku washiriki wakipatiwa mbinu mbalimbali za kisasa za kufundisha michezo. Mafunzo hayo yanayofanyika katika viwanja vya shule ya sekondari St. Mary's yanaratibiwa na Baraza la Michezo la Taifa kwa kushirikiana na Chuo cha Maendeleo ya Michezo Malya
kwa lengo la kuongeza ujuzi na uwezo wa walimu katika kuibua na kukuza vipaji vya wanafunzi mashuleni. Washiriki wameendelea kujifunza mbinu za ufundishaji wa michezo kwa weledi zaidi pamoja na namna bora ya kuendeleza vipaji vya michezo kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari. Serikali imeeleza kuwa mafunzo hayo ni sehemu ya jitihada za kuimarisha maendeleo ya michezo nchini kuanzia ngazi ya shuleni. Kwingineko, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abbas amesema serikali imeendelea kutenga fedha pamoja na ujenzi wa shule maalum za michezo nchini kwa lengo la kuhakikisha vipaji vya vijana vinatambuliwa na kuendelezwa haraka iwezekanavyo. Ditha Nyoni kutoka Ruvuma anatuarifu zaidi. Mkuu wa mkoa wa Brigedia Jenerali Abbas amebainisha hayo wakati wa ufunguzi wa mashindano ya UMISETA na UMITASHUMTA wanafunzi wa shule za msingi na sekondari ngazi ya mkoa kwa lengo la kupata wanamchezo watakao kwenda kuwakilisha mkoa wa ngazi ya taifa katika mkoa wa Iringa, mashindano ambayo yanatarajia kuanza Juni 7 mwaka huu. Kwa upande wake, afisa elimu taaluma mkoa Mwalimu Matias Tilia amesema wanamichezo zaidi ya 700 wamekutana kwa lengo la kuwapata wanamichezo bora watakaounda timu moja ya mkoa itakayoshiriki mashindano hayo katika michezo mbalimbali. Serikali imeendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya michezo pamoja na shule maalum za michezo nchini ili kuhakikisha vipaji vya vijana vinatambuliwa na kuendelezwa mapema. Kwenye mashindano haya tunatarajia kupata wachezaji wapatao 120. Hao 120 kwa michezo mbalimbali ikiwepo mchezo wa football, mchezo wa handball, mchezo wa basketball, mchezo wa netball, mchezo wa goli, mchezo wa rugby. Mashindano haya ni kama yani ufumbuzi wa vipaji vyetu. Kwa sisi tuna imani manispaa watatoka wachezaji wengi kwenda Iringa kwa ajili ya kuwakilisha mkoa. Jocelyn Zefania, Channel 10 Michezo. Na taarifa hiyo ya Ditha Nyoni imesomwa studio na Jocelyn Zefania. Shirikisho la mpira wa wavu Tanzania TVF limesema limejipanga kuendeleza mashindano ya mpira wa wavu ufukweni hapa nchini baada ya mafanikio ya mashindano ya Afrika kanda ya 5 yaliyohitimishwa Mei 25 mwaka huu 2026 katika fukwe ya Sawasawa jijini Dar es Salaam. Katibu mkuu wa TVF Lawrence Safari amesema mashindano hayo yamekuwa na manufaa makubwa kwa Tanzania, hasa katika kujifunza maandalizi na uendeshaji wa mashindano ya kimataifa ya mchezo huo. Ameeleza kuwa ushiriki wa mataifa mbalimbali umeimarisha udugu, ushirikiano na urafiki miongoni mwa wanamichezo wa ukanda huo, huku ukichochea maendeleo ya mpira wa wavu ufukweni. Safari amesema TVF sasa ina mpango wa kuanzisha mashindano yatakayokuwa yakifanyika kila mwisho wa mwezi katika fukwe za Koko jijini Dar es Salaam ili kuongeza ushindani, kuibua vipaji na kuendeleza mchezo huo hapa nchini. Na taarifa hiyo inaweka utuo kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa tukaangaze kunani kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Klabu ya Southampton ya nchini Uingereza imethibitisha rasmi taarifa ya mchezaji wa soka Nigeria Victor Udo kufariki dunia akiwa na umri wa miaka 21 mjini Abuja nchini Nigeria katika mazingira yanayochunguzwa na mamlaka za nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali za vyombo vya habari, nyota huyo wa zamani wa klabu za Southampton na Royal Antwerp ya nchini Ubelgiji alikutwa amefariki baada ya kuripotiwa kutoka na marafiki zake usiku mmoja kabla ya tukio hilo. Ripoti za awali zinaeleza kuwa chanzo cha kifo bado hakijathibitishwa, ingawa kuna baadhi ya taarifa zinadai kuwa kulikuwa na tukio la sumu ya chakula na au kinywaji, wakati ambao uchunguzi unaendelea kubaini ukweli wa tukio hilo. Victor Udo alikuwa mmoja wa wachezaji wenye vipaji vilivyokuwa vikitarajiwa kung'ara katika soka la Ulaya baada ya kucheza katika timu za Royal Antwerp kabla ya kujiunga na Southampton mwaka 2025 na baadaye kuhamia klabu ya Dinamo Cheske ya nchini Jamhuri ya Czech. Vilabu vya zamani alivyopita mchezaji huyo pamoja na mashabiki wa soka duniani kote wametuma salamu za rambirambi kufuatia msiba huo mkubwa ulioikumba tasnia ya soka duniani.
Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Anatamatika hivyo Kenny Malila akiangaza upande wa michezo kimataifa. Leo ni sikukuu ya Eid al-Adha. Kuna ule msemo ambao unasema mkaidi hafaidi mpaka siku ya Eid, ila siku hizi naona hata siku ya Eid yenyewe pia unaweza usifaidi vile vile. Naitwa Esther Mtebe, anakuja hapa Edil Bahati kwa ajili ya kutamatisha habari ya kutwa nzima.